kuanzia 26, lakini nataka kuombea matoleo kwanza. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya matoleo haya. Nasema ni asante. Pokea sifa na shukrani, maana ni Mungu mwema. Ninachoomba Mtakatifu ukaweze kutakasa matoleo haya, ukayatakase ewe Mfalme wa falme. Fedha hizi zinapitia mikononi mwa watu wengi, nami ninaomba utakaso Mtakatifu zikafanya kazi njema nyumbani mwako. Aliyetoa mbariki, na yule ambaye kwamba hakuweza kutoa kwa sababu hana, ninaomba Ufalme wa amani mfungulie milango akatoe naye siku nyingine kwa furaha, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na mkemea mharibifu wa mbegu za watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kuamini. Amen. 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 Tunaenda direct kwa neno sasa. Amini Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Amini Mungu tu. Kuna kitu ambacho kwamba Bwana anataka kufanya ndani ya watu hivi leo. Luka Mtakatifu 1:26 nitasoma. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alimtumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, nambari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepewa neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Mungu aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Inamisha kichwa chako tukaombe. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. Ninaomba rehema zako kuanzia leo Mtakatifu zikatawale katikati yetu. Asante ewe Mfalme, maana wewe ni Mungu mkuu, na kutukuza kwa ajili ya neno lako hili. Ninaomba utembee, nikialika Roho wako Mtakatifu katikati yetu, akapate kutazama kila moyo wa mtu, katika jina la Yesu. Baba, tumeomba na kuamini. Amen. Tafuta mahali ukatulie. Amen. 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 Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuleta neno la Mungu kwa muda huu ambao kwamba Bwana ametupangia hapa mbele. Na najua ya kwamba Bwana hakuna kitu ambacho kwamba atafanya katikati yetu. Haleluya. Bwana atafanya kitu katikati yetu kwa sababu ya kwamba yeye ni Mungu mkuu. Anatujua vyema. Haleluya. Anatujua vyema. Anataka kufanya kitu katikati yetu kwa ujumbe huu. Haleluya. Na kwa sababu hiyo
Tega sikio lako ukapate kusikia kile ambacho kwamba Roho Mtakatifu atazungumza katikati yetu. Ninaomba tu ukabarikiwe, na hata mimi nami naomba tu nibarikiwe, maana sote tuko katika neema hii. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe: vipawa na karama. Vipawa na karama. Haleluya. Mwezi wa 6 tukianzia hapo, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji mmoja ambao kwamba kulikuwa kuna chumba ama ndani ya nyumba ya binti mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu binti amenakiliwa wazi, na sote tunajua duniani ya kwamba alikuwa ni binti kama binti wengine, lakini kwa wakati huo alikuwa hajajua mume, alikuwa ni bikra. Haleluya. Asante Roho Mtakatifu. Pigie Yesu makofi. Huyu binti alikuwa ni binti kama wengine, lakini alikuwa hajajua mume, bado ni bikra. Malaika Gabrieli asimamaye mbele za Mungu aletaye ujumbe kwa watu. Maana huyo malaika ndiye anatumiwa sana kuleta jumbe. Bwana Yesu asifiwe. Akatumwa na Mungu. Haleluya. Na hizi vipawa na karama za watu zitalipuka hivi leo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kama huamini chunguza mchungaji huyu ametoka wapi? Chini ya bahari, makaburini ama mapangoni, utaambiwa tu. Sijali wewe. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza, kama unaye Roho Mtakatifu anza. Na kama hauna utampokea, maana kuna karama na hapa miujiza itafanyika. Akaenda akaingia akamkuta huyo binti. Binti wa watu ana shughuli zake. Hakuagana na mtu na Mungu ama nani ya kwamba ama nabii ya kwamba malaika atakuja. Hakuagana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini malaika alitumwa na Mungu kwa wakati ambao kwamba ulikuwa unafaa kwenda katika nyumba moja ambao kwamba binti Mariamu alikuwa anaishi. Akaingia mle. Yule malaika akamsalimu Mariamu. Salamu hizi zilienda namna hii: salamu uliyebarikiwa, uliyepewa neema. Mariamu akashangaa, salamu hizi ni za namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Malaika akafungua kinywa chake akasema wazi ya kwamba umepata neema Mariamu, kati ya wanawake wote umepewa neema. Haleluya. Kati ya wanawake wote kwa ploti yenu, kwa neema hii umepata neema. Kati ya wanawake wote Mtwapa umepata neema. I feel the power of the Holy Ghost. Hizi nguvu za Mungu aliye ndani yangu anazungumza, hata mimi sielewi, amechukua nafasi. Sasa kama utazoea ibada, zoea ibada tu, haina neno. Maana umezoea kuingia na kutoka, utapitwa. Hii siku inaenda, na ikienda ni basi, haitakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule ambaye kwamba yuko nje. Na kama unataka kumjua yukoje aliye ndani yangu, nifuatilie vizuri. Biblia inasema wazi ya kwamba anafuatilia neno langu, ni Mungu, nyuma kulitimiza. Haleluya. Sasa matukio ya neno la Bwana baada ya kwamba limehubiriwa, matukio hufanyika, maana Mungu hufuata neno lake nyuma na kulitimiza. Haleluya. Kuna mshirika mmoja hapa alisema juzi ya kwamba huko anaitwa mchawi. Na yuko hapa katikati yetu, anaitwa mchawi huko, maana vilishindikana. Walijaribu mpaka vikashindikana. Sasa wamegeuza story, anaitwa mchawi.
Bwana Yesu asifiwe. Si kumaanisha wameshindwa hao. Basi hata wewe hawatakuweza. Hawatakuweza. Huo ndio ukweli tu. Haleluya. Ukijua ile jeshi lilikuwa limetumwa kunifuata mimi, kama hauna Mungu linakumaliza kabisa. Lakini ashukuriwe Bwana aliye juu. Haleluya. Nawaambia tena, hakuna mchawi, devil worshiper, wanaoabudu sanamu ambao wanaona wana uwezo wa kumshinda Mungu aliyekuamsha asubuhi leo. Hakuna. Mungu wetu yuko juu ya wanaoabudu sanamu. Mungu wetu yuko juu ya wachawi wote. Haleluya. Na huyo Mungu ndiye ambaye kwamba amenituma uje usikie neno hili, upate sehemu yako ukitoka hapa. Wewe nawe kama ulikuwa na karama zamani ilizimwa, ama ulikuwa una miujiza unafanya ilizimwa, yani uko tu Mkristo jina, lakini hakuna kitu kinafanyika ndani yako. Fedha na dhahabu sina, lakini kilicho ndani yangu nitakupokeza hivi leo. Yani nataka hata ukitembea namna hii, yani unatembea na moto katikati ya moto hivi. Haleluya. Watu waseme ya kwamba yule si mtu, yule alienda mahali, yule unamwona vile anasema Yesu Yesu, kumbe si Yesu, kuna kitu kingine huko, si tomato peke yake, kuna vinyama hapo ndani. Wacha waongee wamalize, wewe tembea ukiwa umefunikwa. Hakuna silaha itakayoundwa kwa mtumishi wa Mungu ambayo kwamba itafaulu. Hakuna. Leo hii hata kama kipawa chako kilizikwa kuzimu, nitaenda mpaka huko, nitakichukua, nitang'oa. Biblia inasema wazi ya kwamba hata kitanda chako kikipelekwa kuzimu, kitang'olewa, kitolewe. Kikitolewa unakuwa sawa sawa. Malaika akasema, usijali Mariamu, uliyepewa neema. Na hisi kuna mtu amekuwa na maombi akiomba tu angalau apate kitu kutoka kwa Bwana, aitwe mtumishi wa Mungu. Siku ni leo. Hivi sasa. Haianzi kesho, leo. Bwana Yesu asifiwe. Usijali Mariamu. Mariamu imetajwa Mariamu, lakini inaweza kuwa ni Mariamu ni mwanamume bado, ama ni Mariamu ni binti bado, lakini imetajwa Mariamu. Haleluya. Nisikize Mariamu. Hata mimi ni Mariamu. Nami nataka kusikia kutoka kwa Bwana. Ana nini? Nataka kusema nini? Usizoee hekalu, usizoee kanisa. Hizi neema hazitoshani. Ndio nasema pimeni kila roho kama imetoka wapi, utajua. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu, usijali. Nguvu za Mungu zitakufunika. Maana aliambiwa kwamba usijali Mariamu, utazaa mtoto mwanamume, utamwita jina lake Yesu, mwana wa Mungu aliye juu. Mariamu akasema, itakuwaje mambo haya? Mimi sijui mume. Akaambiwa usijali, nguvu za Mungu zitakufunika. Zikikufunika, hicho kitakachozaliwa ni kitakatifu, mwana wa Mungu aliye juu. Pigie Yesu makofi. Ikiwa nguvu za Mungu zilimfunika Mariamu, nguvu hizo za Bwana ambazo kama zilimfunika Mariamu, Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Hizo nguvu zitafunika mtu hapa, na kitakachozaliwa ndani yake watu watashangaa. Nguvu za Mungu Mariamu zitakufunika. Kitakachozaliwa ni kitakatifu, mwana wa Mungu aliye juu. Kuna watu hivi leo wataongea na lugha za malaika hapa. Haleluya. Ni neema aina gani hii ambayo kwamba Mungu anaongea mambo ya rohoni akiambia watoto wake? Kuna mtu hapa leo ataongea na lugha ya ndimi katika roho. Haleluya. Na imekuwa ni ombi langu sana, Bwana aloketi mtu, atafute mtu katikati yetu ya kuweza kutafsiri hizo ndimi ili kanisa la Bwana lijengwe. Ndimi ziko hivi. Ikiwa ni zangu mimi naongea na Mungu wangu,
akili zangu hazielewi, wala mwili wangu umekorogeka, hata ni mimi na Mungu naongea. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni ujumbe wangu, sawa, ambaye amewekwa mbele zako, kwa sababu anaelewa hizo lugha, atasikiza, na kama si ya Bwana ataizima. Haleluya. Kama ni ya Bwana atakuacha uendelee kuzungumza, maana amejua ni kwa niaba yako wewe mwenyewe. Sawa sawa. Lakini kama ni lugha za mbinguni kwa ajili ya ujumbe wa kanisa, ni kupatikane mtafsiri ili kanisa lijengwe. Haleluya. Basi yote yanapatikana vipi? Ama inafaa anayeongoza ama anayehubiri awe katika roho, ajue hizi ndimi, hii ni gani, hii ni gani, hii ni gani. Haleluya. Siku moja niliwaambia hapa, tulikuwa Danze conference, alafu siku ya mwisho dada mmoja kwa ibada akaongea tu, kanta haina kairia, kanta itapigwa na muziki wapi, asikizwa. Haleluya. Yule mchungaji alikuwa rohoni, akamfuata. Alipomfuata, na unajua kama mchungaji uko rohoni, umezungukwa na moto na malaika. Sawa sawa. Na narudia tena ili nikueleze huo ujumbe huo. Ukiwa mtumishi wa Mungu uliye sawa sawa, hii ardhi huikanyagi katika roho. Ukitembea unatembea hapa juu katika roho. Watu wanapoona watakanyaga hivi, lakini katika roho mapepo yanakiangalia hivi, uko juu. Haya ni mambo ya rohoni yaliyo ndani sana. Haleluya. Alipofuatwa karibu akanyamaza. Aliposhikwa mkono akageuza sasa kwa lugha ya kueleweka. Maana hapo jirani kulikuwa kuna mazishi, na hiyo siku ilikuwa ni ya kuchinja, watu wanakula nyama zao huko. Akasema, nawaambia siku ya leo mkimaliza ibada twendeni kule tukale nyama, kule tukale nyama sote. Na watu wengine walikuwa wanasema haleluya Bwana, haleluya Bwana, kwa sababu anaongea na ndimi. Asante Bwana, asante umetukujia. Kumbe ni mapepo. Haleluya. Tufunguliwe macho sote na ufahamu tupate kujua haya, ili kanisa la Bwana lijengwe. Mpigie Yesu makofi. Mariamu, nguvu za Mungu zitakufunika. Kitakachozaliwa ni kitakatifu cha Mungu, mwana wa Mungu aliye juu. Akafurahia. Haleluya. Akasema, na iwe hivyo, mimi ni mjakazi wa Bwana. Malaika kabla aondoke akasema, angalia, kwa sababu nimekuja kwako mwezi wa 6. Sasa kama ulikuwa hujaelewa sana, eneo reli yako nielewe hapa. Malaika si alienda kwa Mariamu mwezi wa 6, sio? Kabla arudi alimwambia, angalia Mariamu, binamu wako Elizabeti naye ni mjamzito, mwezi huu ni wa 6, yeye aliyeitwa tasa, maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Alipomaliza vile, malaika akatoka akarudi. Mariamu akasikia furaha kwa sababu ya kwamba ameachiwa kitu kikubwa. Kama vile hivi leo Bwana atatuachia kitu cha thamani sana. Pigie Yesu makofi. Akafurahia, na hakuchukua muda, maana nguvu za Mungu zilimfunika, na hapo hiyo siku akachukua ujauzito kweli. Si story. Pigie Yesu makofi. Yeye aliyeitwa tasa, yeye ambaye kwamba alikuwa ni bikira, akachukua ujauzito, maana nguvu za Mungu zilimfunika. Uwepo wa Bwana ulimfunika. Ndio maana unakuta kwamba kuna mahali uwepo wa Bwana unashuka, watu wanakuwa wameingia maombini, hata hawataki kuelewa nini. Ni nguvu za Mungu zimeshuka na uwepo wake. Na ukihisi nguvu za Bwana zimeshuka katikati yetu, huwa ameshuka mwenyewe. Ni wakati wa kila mtu aombe atakalo, maana mwenyewe ameshuka. Hiyo pata kuelewa hiyo. Ukisikia uwepo wa Bwana, kama unajua uwepo wa Bwana ameshuka, una tamanio lako. Akishuka ni mfalme ameshuka. Haleluya. Sasa huo uwepo, wewe una matamanio yako, peleka hiyo hoja mbele za Bwana, maana kiongozi anakuambia endelea kuomba, maana mwenyewe amekuja.
Haleluya. Rais wetu Ruto aje hapa aseme kwamba mnataka nini? Kila mtu ana hoja yake hapa. Si amekuja ni mfalme wa nchi. Utasema. Bwana akishuka hapa ukisikia uwepo wake, tamuka kile unachotaka na Bwana atakupatia hivi leo. Haleluya. Usione watu wameingia kwa maombi, wanaomba. Wewe ukashangaa ukaweka mikono yako hivi unaangalia. Sasa wewe umekuja ibada ama umekuja wapi? Kila mtu na tamanio lake, kila mtu na shida zake. Ukitoka hapa hatuendi kwako. Lakini ukweli ni hii, nguvu za Mungu zitafunika watu. Zikifunika watu namna hii, sasa kitakachozaliwa ndani yako ni kitakatifu, ni kipawa na karama ndani yako, ambao utatumia huko, si lazima hapa, huko uliko utatumia, maana ndani yako kutazaliwa kitu kipya. Na kama kuna pando ambalo si la Bwana litang'olewa ili ujazwe. Pige Yesu makofi. Mariamu akachukua ujauzito kweli, na akatoka kwa hicho chumba chake, nyumba yake, akaenda katika nchi za milimani kwa nyumba moja ya Zakaria. Huko bibi ya Zakaria anaitwa Elizabeth. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye naye sasa ni mjamzito, na mwezi huo aliyopokea ujauzito Mariamu, ndio huo mwezi huo wa 6 Elizabeth ana ujauzito. Sijui kama mnanielewa. Narudia hiyo point. Mariamu alipokea ujauzito mwezi wa 6, si ndio? Kule nako binamu wake ni kama mtoto wa mjomba, naye ni mjamzito, lakini yule alipokea ujauzito kitambo. Sasa amehesabu miezi, ni mwezi wa 6. Sawa sawa. Lakini hapa Mariamu amepokea leo mwezi wa 6 wa mwaka. Halo. Sasa naomba mtumishi njoo tujibatize hivi leo. Elizabeth Mariamu. Sawa Lakini sivyo viishie hapa. Haleluya. Viishie hapa. Hawa watumishi hawa waacheni hivyo walivyo. Mfano, asante. Elizabeth ni mjamzito mwezi wa 6. Mariamu amepokea ujauzito mwezi wa 6. Yaani huyu ni mjamzito, hata ujauzito unaonekana, lakini mwezi wa 6. Sawa Mimi nimepokea ujauzito ndo mwezi wa kwanza, hata watu hawajui. Sawa sawa. Lakini nikaenda nyumbani mwa Zakaria, ambapo kwamba kule nyumbani kuna bibi ya Zakaria anaitwa Elizabeth, ni mjamzito, ni mwezi wa 6, kitumbo kiko huku. Sawa sawa. Lakini cha ajabu ni hiki, Biblia inasema wazi ya kwamba ujauzito wa Elizabeth, yule mtoto pale ndani ni mwezi wa 6, lakini hajawahi anga kutikisika pale ndani. Yule mama akajua kwamba ni mzima huyo mtoto ama si mzima. Anaishi, amepokea baraka, amepokea baraka zake, lakini ana wasiwasi nazo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mariamu akatoka kwa chumba chake huko, akaenda nchi ya milimani kwa nyumba ya Zakaria, akampata Elizabeth ambaye ana mawazo. Mtoto wangu alikufia ndani, mtoto wangu ana shida gani? Maana ikifikia wakati ule asema usikia amekukanyanga tumbo, amefanya hivi, watu wana mama wenzangu wanaongea, mimi wangu ametulia, kuna shida gani? Ana maswali Elizabeth. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mariamu yuko njiani kwenda nyumbani mwa Zakaria kumpata Elizabeth. Sawa sawa. Alipofika pale nyumbani, hizi salamu za kukumbatiana hazianzi leo. Sawa. Alipoingia nyumbani mwa Zakaria, akampata Elizabeth, kitumbo chake kiko pale. Wengine alikuwa anachambua mchunga, lakini ni mjamzito. Alipoona mwana Mariamu, akasimama, akaacha uteo wake wa umrenda, wakaanza kusalimiana. Salamu zao zilikuwa ni kukumbatiana hivi. Sasa ajabu ni hii, Mariamu amebeba Kristo, Elizabeth kitumbo chake kiko huko, lakini mtoto hatikisiki. Sawa. Sasa Mariamu amembeba Kristo, mwana wa Mungu, amekuja kwa Elizabeth kumsalimia. Biblia inasema wazi, Elizabeth aliposikia ule mwamkio wa Mariamu, kitoto chake kwa mara ya kwanza kilitikisika waliposalimiana namna hii. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Hayo majina yaishie hapa. Sasa sikiza sasa.
Mara ya kwanza Elizabeti akafurahia, maana alisikia mtoto sasa anaanza kupiga tumbo, ya kwamba sasa kama alikuwa amefariki na huyu Mariamu amekuja na ni mjamzito na amenikumbatia, kusikia kwamba habari yako Elizabeti, ile sauti ikaingia kwa masikio, ikaenda kwa mtoto, akamwamusha, akaanza kupiga pale ndani. Kwa nini? Aliyebeba Mariamu ni mwana wa Mungu ambaye kwamba ana ufufuo, ambaye kwamba huinua vitu ndani ya watu. Haleluya. Elewa injili vile inaenda. Akafurahia, akasema umebarikiwa Mariamu katikati ya wanawake wote. Na mimi nimekuja kuambia kwamba umebarikiwa Mariamu katikati ya watu wanaoishi Mtwapa. Umebarikiwa, umepata neema. Umepata neema pale nyumbani, umepata neema huko nyumbani, pale kazini umepata neema. Umebarikiwa Mariamu, umebarikiwa Mariamu, maana kilicho ndani yako si kitu cha kawaida, ni mwana wa Mungu aliye juu. Na kama ni vipawa vitatoka kwa Bwana, vitaingia ndani yako, na vikiingia ndani yako, maana hapa kuna watu kitambo walikuwa wanatabiri, kuna watu walikuwa wanaweza kaongea mambo ya Bwana, lakini walikuwa wanaongea mambo fulani yakatokea, kile kipawa kikatulia, nikana kwamba hafanyi kazi ya Bwana tena. Nimekuja mchana wa leo kuweza kukukumbatia wewe katika mahubiri haya, yaingie masikioni mwako, ni mwamkio wa Meri kwako. Kila kipawa ambacho kwamba kilikuwa kimekaa ndani ya mtu na kana kwamba kimefariki, nimekuja kukuamkia mchana wa leo. Kila kipawa saa hii kiinuliwe, kila kipawa kiinuliwe, karama zote saa hii ziinuliwe. Chochote ambacho kwamba kimekaa ndani ya mtu, ambacho kwamba kilikuwa kana kwamba kimefariki, unashindwa, mimi nimeokoka ama sijaokoka? Mbona nikiomba haviendi? Mbona nikiomba sisikiwi? Bwana amenituma hapa kupitia Roho wake Mtakatifu, ya kwamba kila kipawa ndani ya mtu ambacho kwamba kilikuwa kimelemaa, Bwana Yesu anakifufua tena, anakifufua tena, vipawa na karama ndani ya watu. Mimi kutoka mbinguni ndani ya watu. Ulikuwa unaombea jamii yako, sio kama sasa, kwa sababu kuna mapigo ambayo kwamba yamekuja kwako. Kile kipawa kimelemazwa, lakini Bwana amenituma mchana wa leo, hicho kipawa katika Roho pokea, 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 pokea katika Roho, pokea, pokea saa hii, pokea karama zako, pokea kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anatafuta mtu ambaye kwamba alikuwa akilala anaona maono, anaona ndoto, anapata ndoto, akikaa namna hii macho yake yako wazi, anapata maneno. Lakini tazama leo hii Roho Mtakatifu wa Bwana amenituma ya kwamba kila karama ya mtu ambayo kwamba ilikuwa imekaa ndani yake na watu wanakuchekelea, haufanye kazi ya Bwana tena. Rimosai karabosai, nimetumwa mchana wa leo hapa ya kwamba chochote kile ambacho kwamba kimelema ndani yako, leo hii ni limbuko. Nimekuja ya kwamba siku hii ya leo, kila kipawa, hata kama walikupeleka kuzimu, huko kuzimu nitasafiri, nitaenda kung'oa vipawa vyako na karama, nitaenda kung'oa nguvu zako pale. Nimekuja Mariamu, nimekuja niliyembeba, ni mkuu kuliko leo ambaye kwamba yuko nje. Na kila kipawa sahi, pokea, 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 pokea hapa, pokea hapa, pokea hapa, karama zote, miujiza yote hapa, pokea, pokea sahi kwa jina la Yesu Kristo. Nimekuja kuambia kuna watu watalipuliwa. Wengine walikuwa na macho ya rohoni lakini yakazimwa. Sasa hayo macho yatalipuliwa, wataona kama gari mpya, yakiangalia namna hii. Kama ni mchawi anakuja kwako usiku, utaamshwa mwanangu, utaambiwa mwanangu, angalia anajitayarisha yule kuja kwako. Tazama, wakati huo utakuwa umesimama imara, maana kuna kupoteza vitu vipya leo. Sasa na dhahabu sina, lakini kilicho ndani yangu, pokea sahi macho mapya, pokea sahi macho mapya, pokea sahi, pokea, pokea. Ibada zako siwe rohoni,
Pokea sasa utabiri wako, pokea sasa nguvu za Mungu. Sinatembea hapa, sinatembea. Roho wa Bwana anashuka. Kuna anga ya mtu ambayo kwamba ilikuwa imefungwa, hapati maono tena, hawezi akaona tena. Saa na majira haya Bwana amenituma mchana wa leo, hayo macho yafunguliwe, hayo macho yafunguliwe, hayo macho yafunguliwe. Ibada ambazo kwamba umemzoea Bwana, naondoa anga yako, ifunguliwe sasa, ifunguliwe sasa. Hiyo anga yako ifunguliwe, ifunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Simama kwa miguu yako kama wewe si mgonjwa. Simama kwa miguu yako. Kila pando ambalo kwamba si la Bwana, Baba amenipa uwezo na mamlaka wa kuweza kung'oa na kupanda. Kila pando ambalo kwamba si la Bwana ndani ya watu, sahi kwa uwezo wa Bwana, kwa nguvu za Bwana, narusha moto kabla niweze kuweka nguvu za Bwana ndani ya mtu. Sahi na majira haya, kila pando ambalo kwamba si la Bwana, popote ulipo, uwe hapa ama nje, ilo pando sasa naling'oa, ilo pando naling'oa sasa, naling'oa ilo pando la mazoea, naling'oa ukiwa hapo nyumbani, naling'oa ukiwa hapo kazini, naling'oa ukiwa hapo safarini, naling'oa uwe kwa basi, kwa matatu, kwa gari lako, naling'oa. Ling'olewe, 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 ling'olewe. Kila mzizi ambao bado la Bwana, huo mzizi ninaukata, ninaukata. Huo mzizi unakusumbua, ukatike sasa, ukatike sasa, ukatike sasa. Kata, kata, tumia mikono yako, kata, kata mzizi, kata mzizi. Hilo pando likatike, hilo pando likatike, likatike, likatike. Katika jina la Yesu. Nikiwaambia ya kwamba Bwana amenituma, elewa sana. Na ukisikia kwamba ninasema asante Roho Mtakatifu, huwa ameshuka tayari kufanya kitu. Usizoe ibada, na kuambia hapa, narusha moto tena, narusha moto tena. Nguvu za Mungu zitakuchota kutoka kwa miguu, zitakuinua, zitakuinua kutoka kwa madhabahu haya. Nguvu za Bwana, nguvu za Bwana, nguvu za Bwana, nguvu za Bwana zinatembea, 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 zinatembea. Mapepo yote ambayo yako ndani ya mtu saa na majira haya, moto, moto, pando ambalo si la Bwana, lichomeke sasa, lichomeke sasa, lichomeke sasa, lichomeke sasa katika jina la Yesu. Yes, yes. Na hizi nguvu za Mungu zinazunguka hapa, nguvu za Bwana zinazunguka hapa. Bwana ametujilia, ametujilia. Hata kama kipawa chako kilizikwa ndani ya tunguri, ama kiliwekwa kwa mahali ambapo kama liko chupa, watu walichukua jina lako wakasema hicho kipawa tunakizika, atafanya huduma tena. Nimekuja mchana wa leo, hizo chupa zote nazivunja, hizo chupa zote nazivunja, tunguri zote nazivunja, hizo tunguri nazivunja, nazivunja sasa. Hizo chupa zivunjike, tunguri zote, viungu vyote, viungu vyote zivunjike. Watu watolewe, watu watolewe hatima ya maisha yao. Sahi, sahi, nguvu, nguvu za Bwana hapo, nguvu za Bwana ni hizo sasa. Ndio hizo nguvu za Bwana, ndio hizo nguvu za Bwana. Saidia yule mama pale asiangukie watu kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Bwana zinatembea, 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 zinatembea hapa, zinatembea hapa, zinatembea. Nimekuja mchana wa leo kuweza kung'oa jina lako mahali ambapo kwamba liliwekwa. Sasa, sasa moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa
Roho Mtakatifu, kila pando sasa lichomeke, 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 kila pando lichomeke, lichomeke. Fire, 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 fire. Hilo pando ambalo sina Bwana, kwa anga yako mkuu wanga narusha moto kwa hiyo anga. Fire, 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 fire. Achilia maombi ya watu, achilia maombi ya watu hapo Bwana, achilia, 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 achilia mapepo yote yaliyozuia anga ya mtu. Narusha moto kwa hiyo anga, narusha moto kwa hiyo anga. Fire, 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 fire. Kumechafuka, hiyo anga imechafuka, watu watolewe kuzimu. Kumechafuka, baharini kumechafuka, watu watolewe, watolewe vipawa vyao, vipawa vyao, hivyo vipawa kwa mapango na ving'oa, na ving'oa kwa mapango. Kumechafuka mizimuni, kumechafuka huko. Narusha moto, majina ya watu yatolewe, yatolewe katika jina la Yesu. Yes. 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 Nimekuja Mariamu kukupokeza, kukusalimia Elisabethi. Hicho kipawa ambacho kwamba kimelema ndani yako kwa maneno ya watu, wamelemaza vipawa vyako, karama zako, kwa maneno tu wamekufunga anga yako. Hayo maneno na yaondoa. Wewe ni mbarikiwa, wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana anatafuta watu, anatafuta watu, anatafuta watu. Wewe ni mbarikiwa, wewe ni mtumishi wa Mungu. Naona watumishi wa Mungu, naona wanafunguliwa. Roho wa Mungu anawatafuta, 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 anawatafuta. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna nguvu zinatembea, kuna neema. Umebarikiwa Mariamu. Umepata neema kati ya wanawake wote. Umepata neema katika washirika wote. Umepata neema. Kwa neema hii, kwa neema hii ni nguvu za Mungu. Kupokeza vipawa na karama hivi leo katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Mungu hapa. Roho Mtakatifu wa Bwana, Roho Mtakatifu wa Bwana, Roho Mtakatifu wa Bwana. Ndiye huyo, ndiye huyo, ndiye huyo, ndiye huyo, ndiye huyo, ndiye huyo. Jazwa, 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 jazwa nguvu za Mungu, jazwa nguvu za Mungu. Nafungua hiyo anga yako, naifungua, naifungua hiyo anga yako sasa. Ulimi, 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 ulimi. Uwe mlegevu kwa jina la Yesu. Uwe mlegevu kwa jina la Yesu Kristo. Katika anga yako, katika anga yako. Funguliwa sasa, funguliwa sasa, funguliwa sasa, funguliwa. Funguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Mara ya kwanza funguliwa, ya pili funguliwa, ya tatu funguliwa, ya nne funguliwa, ya tano funguliwa, ya sita, ya saba, ya saba. Mama. Ya saba ndio hiyo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ingia kwa anga yako. Vipawa vilikuwa vimekanyagwa, lakini sasa nachipua tena. Nachipua tena. Nachipua vipawa na karama za watu. Nachipua, nachipua, nachipua. Yes. Yeah. Ndio. Roho Mtakatifu ananguruma. Ananguruma ndani yako. Ananguruma ndani yako. Ananguruma ndani yako. Ananguruma ndani yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea moto wa Roho Mtakatifu. Pokea moto wa Roho Mtakatifu. Na kujaza moto leo hii. Na
kujaza moto hapa, na kujaza moto. Pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea, pokea, pokea hapa. Yes. Ongeza, 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 ongeza. Panda kwa hiyo anga, 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 panda kwa hiyo anga. Na kupandisha leo hii, na kupandisha leo hii. Bwana anatafuta watenda kazi, anatafuta watumishi, anatafuta watu, anatafuta watu, anatafuta watu, anatafuta watu. Kwa jina la Yesu Kristo, upokee neema, upokee neema na vipawa. Utumike na Bwana, utumike na Bwana, utumike na Bwana, utumike, 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 utumike na Bwana, utumike na Bwana. Bwana anatafuta, anatafuta fire hapa, wow hapa, fire hapa. Yes, yes, yes. Nguvu za Mungu, nguvu za Mungu hapa, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu hapa. Fire, 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 fire. Naweka moto ndani ya watu. Nimekuja, nimekuja Mariamu. Nimekuja niliyembeba ni mkuu kuliko yule ambaye kwamba yuko nje. Pokea, 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 pokea. Pokea, 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 pokea. Hapa. Nguvu za Mungu, nguvu za Mungu. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Rima, rima, rima zaidi. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Pokea vipawa tena, nachipua upya, nachipua upya, nachipua upya. Moto wa Roho Mtakatifu ndani yako, nikifungua macho yako. Bwana, kwa hiyo anga yako iliyoshushwa, hiyo anga yako iliyoshushwa sahihi, kwa jina la Yesu, pokea. Pokea nguvu zako za Bwana. Pokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu pokea. Fire. Nguvu za Bwana. Pokea. Yes. Bwana atasaza mtu. Atasaza mtu hapa. Nguvu za Bwana ndani yako. Pokea, pokea, pokea neema. Pokea neema. Nguvu za Bwana hapa. Pokea neema. Neema na vipawa na karama. Kila mmoja apokee leo hii. Magonjwa sio sehemu yako. Nimeyaondoa. Kila bado ambalo si la Bwana ling'olewe leo hii. Pokea vipawa na karama. Pokea hivi leo katika jina la Yesu. Ndio. Ndio. Roho Mtakatifu hapa. Roho Mtakatifu anazunguka. Nimekuja kukupokeza Elizabeth. Hicho kipawa kilikuwa kimelemaa ndani yako. Nimekuja hivi leo. Nimekuja hivi leo kukuangukia katika anga yako. Hiyo anga naijaza moto kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo anga sasa upokee karama. Karama na miujiza. Karama na vipawa hapa. Karama na vipawa hapa. Pokea nguvu. Pokea nguvu mpya. Pokea nguvu mpya. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Nguvu za Mungu zikuguse tu. Zikuguse tu. Nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu katika umri huu. Bwana kufungue macho yako, utumike. Uwe chombo tu, saidie jamii yako, saidie ndugu zako, saidie wazazi wako. Tumika kuanzia hivi leo. Ndoto zako si za mapepo, ndoto zako si za wachawi. Hiyo anga nimeijaza moto kuanzia leo katika jina la Yesu. Pokea neema tu. Pokea neema tu. Maneno ya watu tu ambao kama amekusuia na yaondoa hivi leo, na yaondoa upenye. Pando ambalo si la Bwana ling'olewe mara moja. Ling'olewe mara moja. Chochote ambacho kiko ndani yako king'olewe mara moja. Toa kila kitu. Toa kila kitu. Na kuapisha kwa jina la Yesu. Toa nje kila kitu. Toa nje kila kitu. Kila kitu kitapikwa hivi leo. Kitapikwa hivi. Hapa ninaweka nguvu za Mungu. Ninaweka nguvu za Mungu hapa. 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 Kila kisisi. Ukapike.
Bwana. Ling'olewe hapa, litolewe mara moja. Limejaza moto hapa katika jina la Yesu. Nguvu za Bwana, nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, karibu, karibu ndani yake, karibu ndani yake, karibu ndani yake. Hiyo ni Roho Mtakatifu. Bwana ameng'oa kila pando ambalo kwa sisi Bwana ameling'oa, anakujaza leo, anakujaza leo, anakujaza, anakujaza nguvu, anakujaza nguvu. Pokea, pokea nguvu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea neema hapa. Pokea neema. Pokea neema. Kibali leo hii. Kibali kazini. Kibali kwa maisha yako. Pokea hivi leo kwa jina la Yesu Kristo. Kupokeza neema. Hapa ni moto. Achilia, achilia wewe, achilia na rusha moto hapa kwa jina la Yesu. Hayo madhabahu yaliyokamata na rusha moto, achiliwe mara moja. Achilia wewe binti kwa jina la Yesu. Fire kwa madhabahu, fire kwa madhabahu. Saidia wewe dada, kwa mama mkuu, saidia wewe dada, fire, fire, saidia na rusha moto kwa jina la Yesu. Fire, kila kipawa hapa kichipuke, kichipuke, kipawa, kichipuke, kipawa. Mtu achukue huyo mtoto mara moja kwa jina la Yesu. Kila mmoja apokee hapa leo hii. Apokee, 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 apokee. Ndio hizo nguvu za Mungu, pokee mara moja. Pokee mara moja, pokee mara moja. Anga yako hapo, anga yako. Anga yako pokee. Pokea neema hapa. Pokea neema. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto na kujaza moto hapa kwa jina la Yesu. Pokea moto hapa. Pokea moto hapa. Moto, nimekuja. Nimekuja kukusalimia. Salamu hizi ubarikiwe na wewe leo. Ubarikiwe leo. Nimekuja kutikisa kipawa ambacho kwamba kimelemana ndani yako. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Kwa jina la Yesu. Kisulisuli cha Roho Mtakatifu. Navunja mikataba yote ambayo kwamba ulirushiwa. Kipawa ambacho kama kiko ndani yako na kichipua hivi leo. Kwa jina la Yesu. Ufanyike chombo kuanzia hivi leo. Pale kazini, wewe sio maskini. Wewe ni mtajiri. Kwa jina la Yesu. Vipawa na karama kuanzia leo na kufungua macho katika jina la Yesu. Nahisi kwa hiyo madhabahu yanapigwa, unang'olewa. Hayo madhabahu yanapigwa, hayo madhabahu yanapigwa, unatolewa, 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 unatolewa huko, unatolewa huko. Hayo madhabahu ambayo kwamba yamekutatiza, Bwana amekuja, anakumoa huko, anakumoa huko. Anajaza moto kwa hiyo madhabahu. Pokea neema, pokea neema, pokea neema hivi leo. Pokea neema, nguvu za Bwana. Nimekuja kukuamkia, nimekuja kukusalimia. Hautakuwa Mkristo wa kawaida tu. Leo hii nimekuja hapa. Kila pando ambalo si la Bwana naling'oa hivi leo. Napanda karama, napanda nguvu za Mungu ndani yako, napanda nguvu za Mungu ndani yako. Ninapanda mahali hapa. Mara ya kwanza napanda, ya pili napanda, ya tatu napanda, ya nne napanda, ya tano, ya sita, ya saba. Pando la Bwana katika jina. Achilia wewe binti mara moja. Hauna mamlaka. Achilia, achilia hayo madhabahu. Utaenda
utaenda kwa jina la Yesu. Utaenda hapo, sio kwako mwizi, muuaji, mnyang'anyi wewe, na kulani hivi leo na kuapisha kwa jina la Yesu. Toka na wewe, enda, utatoka hapo, sio kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Narusha moto, hapo ni moto, Someka na wewe. Achilia mara moja. Hii tumbo tumeweka moto kwa jina la Yesu. Someka na wewe. Achilia hapa. Achilia kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka shetani ndani ya wana wa Mungu. Hauna mamlaka katika jina la Yesu. Ninajaza moto hapa katika jina la Yesu. Nalemaza ikasi yako. Achilia hapa nawe. Hauna mamlaka. Hauna. Achilia kwa jina la Yesu. Nimejaza moto hapa katika jina la Yesu Kristo. Pete zako zote nazirushia moto, hizo pete zote nazivunja katika jina la Yesu. Ufalme wako wote na ulemanza kuanzia sasa. Huo ufalme wako wote kuanzia sasa na ulemaza, hauna mamlaka. Naswarudi hapa katika jina la Yesu. Nimejaza nguvu katika jina la Yesu. Nimejaza nguvu hapa, nguvu za Bwana, na moto wa Roho Mtakatifu uzunguke ndani yake katika jina la Yesu. Uende kuzimu, ukifika huko uwe huru milele katika jina la Yesu. Hauna mamlaka. Achilia wana wa Mungu. Nimelemaza kazi zako zote leo katika jina la Yesu. Ukiwa hapo hiyo mikono yako juu. Kila pando limeolewa na Bwana anataka ajaze watu zaidi katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, angalia wanao wameinua mikono juu. Ewe Mfalme, ninaomba vipawa na karama ndani yao. Aliyekuwa hana macho ya rohoni afunguliwe macho ya rohoni. Ambaye kwamba alikuwa ni nabii apokee unabii. Ambaye kwamba alikuwa ni mwalimu awe walimu wake umpate leo hii katika jina la Yesu. Mwinjilisti apokee, mwinjilisti apokee. Mwimbaji apokee, aimbe katika roho katika jina la Yesu. Aimbe katika roho mwimbaji katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, gusa mtu, jaza. Ulinituma na neno hili na nimekuja nimezungumza na wanao. Na Baba, asante maana unafuatilia neno lako nyuma kulitimiza. Ulivyo wafungua hawa, wafungue mjini na nyumbani. Hapa kuna nguvu za Bwana mahali hapa, kuna nguvu za Bwana mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo, watu wamepenya katika anga, 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 wamepenya katika anga. Yes.
Roho Mtakatifu wa Bwana ajaze watu. Na kupokeza tu mimi. Yes. Uvuvio. Nimekuja kukusalimia Elizabeth. Nimekuja kukusalimia. Yes. Nimekuja kukusalimia mwamkio kutoka mbinguni. Ninahisi Roho Mtakatifu anashukia mtu, mtu anapandishwa katika roho, anapandishwa kwa anga yake. Yeah! Yes. Kisulisuli cha Roho Mtakatifu wa Bwana. Kisulisuli hapa. Nguvu za Bwana zinatembea tu. Nguvu za Bwana. Nguvu za Bwana. Yes. Ndio. Yes, ananguruma kama simba. Asante Bwana Yesu. Bwana, imefikia wakati kuna mtu alitaka huduma yake inuliwe. Sasa ninaomba kwa neema hii, Bwana Yesu, nikirimie neema hii, nipokeze huyo mtu katika jina la Yesu Kristo. Vipawa na karama za rohoni katika jina la Yesu Kristo. Na hisi nguvu za Mungu. Mtu mmoja anazungushwa, anatolewa kuzimu, anapelekwa juu, anatolewa. Jina lake linang'olewa huko, Bwana anakupokeza vipawa vyako na karama kuanzia sasa. Pokea nguvu mpya. Nguvu za Bwana. Yes. Kila pando ambalo si la Bwana ling'olewe hapa katika jina la Yesu. Ndio. Kila pando ambalo si la Bwana nimeweka moto hapa, ambapo ilikuwa imelemaza kipawa chako. Sahihi na ling'oa